Marekani imeanzisha uchunguzi wa kina kuhusu uwezekano wa Urusi kuhusika katika mashambulizi ya ndege zisizo na rubani yaliyotekelezwa na Iran dhidi ya maeneo yanayodaiwa kutumiwa na shirika la ujasusi la Marekani katika baadhi ya nchi za Ghuba ya Uajemi, huku maafisa wa usalama wa Washington wakichunguza ushahidi wa kijasusi ili kubaini kama Moscow ilitoa msaada wa aina yoyote katika operesheni hizo. Kwa mujibu wa ripoti maalum ya Reuters iliyonukuu vyanzo vinavyofahamu kwa karibu mwenendo wa uchunguzi huo, taasisi mbalimbali za usalama za Marekani zinachambua taarifa zilizokusanywa kutoka kwa satellite, mifumo ya ulinzi wa anga, mawasiliano ya kijasusi pamoja na taarifa kutoka kwa washirika wa Marekani katika Mashariki ya Kati. Uchunguzi huo unalenga kubaini iwapo kulikuwa na ushirikiano wa moja kwa moja au usio wa moja kwa moja kati ya Iran na Urusi katika maandalizi au utekelezaji wa mashambulizi hayo. Vyanzo hivyo vinaeleza kuwa uchunguzi utazingatia uwezekano wa Urusi kutoa taarifa za kijasusi, teknolojia za kijeshi, data za satellite au msaada mwingine ambao ungeweza kuongeza uwezo wa Iran wa kuyalenga maeneo yenye umuhimu mkubwa wa shughuli za Marekani katika eneo la Ghuba. Hata hivyo, hadi sasa kuna ushahidi uliowekwa wazi hadharani unaothibitisha madai hayo, na maafisa wa Marekani wanasema kuwa uchunguzi bado haujakamilika. Ripoti hiyo inaongeza kuwa maelezo rasmi kuhusu vituo vilivyolengwa hayajatolewa kwa umma kutokana na unyeti wa shughuli za kijasusi zinazofanyika katika eneo hilo. Marekani haijathibitisha hadharani kama maeneo hayo yalikuwa ni vituo rasmi, wala haijabainisha ukubwa wa mashambulizi hayo au athari zake kwa operesheni za kiusalama za Marekani. Katika kipindi cha miezi minne iliyopita, ikulu ya White House pamoja na wizara ya ulinzi ya Marekani, Pentagon, zimeendelea kuwa kimya kuhusu madai ya mashambulizi dhidi ya miundombinu ya Marekani katika nchi za Ghuba. Hakujawa na taarifa rasmi kuhusu idadi ya majeruhi, kiwango cha uharibifu wa vifaa vya wanajeshi au kama shughuli za Marekani katika eneo hilo ziliathirika kutokana na mashambulizi hayo. Kwa mujibu wa vyanzo vya Reuters, hatua kali za usiri pia zimechukuliwa ili kulinda taarifa zinazohusiana na mashambulizi hayo. Inadaiwa kuwa baadhi ya kampuni binafsi zinazotoa huduma za picha za satellite ziliagizwa kuzuia au kuchelewesha uchapishaji wa picha za maeneo yaliyolengwa, hatua inayolenga kuzuia taarifa nyeti za kijeshi kufikishwa kwa wapinzani na kulinda usalama wa operesheni za kijeshi. Wakati huo, nchi kadhaa za Ghuba ya Uajemi ambazo ni washirika wa karibu wa Marekani zimeripotiwa kuimarisha udhibiti wa taarifa zinazohusiana na mashambulizi hayo. Serikali za nchi hizo zimeweka masharti makali kuhusu utoaji wa taarifa kutoka maeneo yaliyolengwa, zimezuia waandishi wa habari kufika katika baadhi ya maeneo ya kijeshi na kuimarisha ulinzi wa taarifa za usalama wa taifa. Aidha, ripoti hiyo inaeleza kuwa mamlaka katika baadhi ya nchi hizo zimechukua hatua kali dhidi ya uvujaji wa taarifa za kiusalama. Sheria kali zimewekwa kwa watu watakaobainika kusambaza taarifa au picha kutoka maeneo yaliyolengwa bila kibali, huku katika baadhi ya mazingira ikidaiwa kuwa wahusika wanaweza kukabiliwa na adhabu nzito kutokana na uzito wa makosa yanayohusiana na usalama wa taifa. Endapo uchunguzi wa Marekani utabaini kuwa Urusi ilihusika kwa kiwango chochote katika mashambulizi hayo, hatua hiyo inaweza kuongeza mvutano mkubwa kati ya Washington na Moscow, wakati ambapo uhusiano wa mataifa hayo tayari umeendelea kuwa katika hali ya taharuki kutokana na migogoro mbalimbali ya kimataifa. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.